Kuna kauli maarufu sana hivi sasa, ukitembea kwenye mitandao ya kijamii watu wana kauli yao moja, wanapenda kusema kuwa wewe unapenda sana kujiamulia. Yaani kuna masuala unaamua, unajiamulia. Kwa hii ni comment maarufu inawezekana kwa hivi sasa, ukiingia kwenye mitandao utaiona. Unapenda sana kujiamulia mambo. Kauli hii inaakisi kile ambacho Bwana Donald Trump jana alimwambia Waziri Mkuu wa Israeli, taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vingi vya magharibi, akimwambia kuwa kwa tabia yako ya kujiamulia tutakuja tukuache peke yako upigane na Irani. Unadhani kauli hii inaakisi nini? Kwa nini amwambie kuwa tutakuacha peke yako upigane na Irani ikiwa hivyo? Lakini wakati huo huo anasema kuwa wakati anazungumza na Waziri Mkuu wa Israeli ilikuwa inaandaa vikosi vya kwenda kushambulia Irani. Kwa hiyo aliwazuia, akawataka warudi. Hii ni kauli ya pili katika mzozo mmoja ambao umegawika mara mbili. Donald Trump alizungumza hii kauli wakati wa 12 days war, wakati Irani imefanya mashambulizi ya mwisho kabla ya kwenda kwenye ceasefire. Kama mnakumbuka, siku ya 12 Irani ilifanya mashambulizi ambayo yalitajwa yaliua watu 8 au 9 kule Beersheba. Sasa Donald Trump anasema kuwa alimpigia simu Waziri Mkuu wa Israeli akamwambia kuwa usiende kujibu, tupo kwenye ceasefire. Kwa hiyo ndege za Israeli ziligeuza njiani na hazikwenda kufanya mashambulizi ndani ya Irani, kwa mujibu wa Donald Trump. Kwa hiyo na hiki anachotuambia kutoka jana kuwa ndege za Israeli zilikuwa zimejiandaa tena kwenda kufanya mashambulizi, lakini Donald Trump akaamua kuzizuia katika simu yake. Ni kweli Netanyahu anamsikiliza au ni kipi ambacho Donald Trump anachotuambia kuwa usiende kufanya mashambulizi na ukarudi? Kwa nini Israel amekuwa light? Yani tunaweza kusema kwa nini Israel mara hii anapigwa kofi la mwisho? Unajua Israel mara zote yeye ndio hutaka kupiga kofi la mwisho na kupiga la mwisho afu tunatulia. Lakini kwa nini mara ya pili Israel anakubali kupigwa kofi la mwisho halafu yeye anatulia? Amani iwe nawe. Peace be upon you. Bila shaka we ni mzima wa afya na unaendelea vyema na majukumu yako ya kila leo. Yaliyojiri yalijiri, tuliyozungumza jana tumeyazungumza. Na kitu kimoja nataka nikuthibitishie tu kuwa umefahamu sasa kuwa hii ndio peji muhimu zaidi ya watu kupata habari. Pale yanapotokea matukio unaona mbio watu wanavyokimbilia kuja kwenye peji kwa ajili ya kupata habari. Sasa hili pekee linakutosha kukuambia na kukufanya kuwa hii ndio sehemu sahihi ya kwako kuweka matangazo yako. Sasa tuwekee matangazo yako hapa ili muda huu ambapo watu wanakimbilia kupata hizi habari, basi wewe utakuwa ukipata. Yani wewe ukipata watu ambao wanatembelea biashara zako. Yes, unaweza ukatutembelea au unaweza kuwasiliana na sisi kupitia hizi namba ili tangazo lako lije hapa, na kama kawaida hakuna kilichobadilika. Matangazo yetu yote ni halali. Mtu anakuuliza matangazo halali ndio yakoje? Labda kama umelelewa sijui wapi ndio huwezi kuelewa matangazo halali, lakini matangazo halali yanafahamika. Kitu chochote ambacho kiko kinyume na mafundisho yetu, sisi tumekuwa kwenye familia zenye heshima. Tuna watu wanatutazama wenye adabu zao. Kwa hiyo hatuko tayari kufanya promo ya matangazo yoyote ambayo sio halali. Ila tangazo lako likiwa halali lilete, tutakufanyia matangazo yako hapa. Yes, sasa tujadili na tuzungumze. Rais Donald Trump anasema kuwa aliwasihi Irani na Israeli kuweka silaha chini ili waweze kukaa kwenye meza ambayo yeye anasema kuwa makubaliano yamekaribia sana. Makubaliano yamekaribia sana, kwa hiyo waweke silaha zao pembeni na waweze kukaa kwenye meza. Kauli ya Donald Trump imekuja katika kipindi ambacho kulikuwa kuna mvutano mkali unaendelea na tayari kama mstari ulikuwa umeshavuka. Mashambulizi ya pande zote mbili yalikuwa yamevuka mstari. Sasa kauli hiyo imekuja kama kuonekana Marekani labda wanahitaji sana utulivu, au Marekani hajahusika na hili moja kwa moja. Kauli ambayo inapingana na kauli mbili ambazo zimetoka jana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Baqai alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari alisema kuwa hatuna shaka kuwa vurugu zote au mashambulizi kuanzia yaliyopiga Lebanoni yaliratibiwa na Marekani na yalikuwa chini ya baraka za Marekani.
Marekani ilikanusha hilo ikisema kuwa haikuhusika wala haikuwa na taarifa ya mashambulizi ya Israeli kule Beirut. Lakini Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani ilikariri ikasema kuwa tuna uhakika kuwa Israeli hawezi kufanya misheni yoyote nje hapo. Lakini baadhi ya vyombo vya habari pia jana vikasema kuwa Marekani haikushiriki kwa namna yoyote kwenye uzuiaji wa makombora. Kauli hiyo inapingana na vitu viwili. Inapingana na kauli ambayo iliandikwa, mfano Al Arabia leo imeandika taarifa kuwa Marekani ilishiriki kikamilifu katika kupangua makombora ya Irani yaliyokuwa yameelekezwa Israeli. Al Arabia ikinukuu vyanzo viwili inasema hivyo. Lakini kauli hiyo inaweza kupigiwa mstari na kauli ya Donald Trump aliyoitoa mapema akizungumza na Axios wakati anatoka kwenye fainali ya NBA. Alikuwa akiongea na vyombo vya habari akasema kuwa nimemwambia Netanyahu aache kujiamulia mambo kwa sababu tutakuja kumwacha apigane peke yake na Irani. Kauli hii inapigia mstari kuwa Marekani alishiriki. Kwa nini umwambie kuwa tutakuacha upigane peke yako? Yani ukizidi, ipo siku tutakuacha upigane peke yako. It means mara hii tumekusaidia, mara nyingine tutakuacha upigane peke yako. Hiyo jibu pekee ambalo linakuja kuwa maana yake kuwa Marekani alikuwepo nyuma ya usaidizi wa kila kitu. Kwa hiyo mbele huku inakuja kama kuwa hatukushiriki, lakini sio rahisi kusema kuwa Israeli anaweza kaachwa na Marekani kwenye hili swala. Ni vigumu sana kusema kuwa anaweza kuachwa. Maana yake kuwa alishiriki. Yani Marekani walishiriki. Lakini kauli ya Donald Trump ya kumwambia Israeli kuwa ipo siku tutakuacha upigane peke yako ni kauli ambayo kwa tafsiri inakwenda mbali zaidi. Hebu fikiria kuwa mtu anapokuambia kuwa wewe unajifanya kielele, kuna siku tutakuacha, tunapenda kuwachokoza wale, halafu nenda ukapigane nao peke yako. It means nini? Yani inakuingia akilini kipi? Ni kuwa huna uwezo wa kupambana nao wale, tukikuacha peke yako utapigwa. Ndio maana yake tunakusaidia. Maana yake kama tukikwambia kuwa tutakuacha upigane peke yako, kwa kauli ya kawaida kuwa kama una nguvu kuwazidi wao, it means utasema ndio nilikuwa nataka mniache niwanyoshe. Ndio utasema hivyo. Lakini pale tunapokuambia kuwa tutakuacha peke yako, katika nadharia kuwa tunakulinda. Yani vinginevyo tukikuacha peke yako wewe utoboi. Ndio jibu linakuja. Kwa hiyo kauli ya Donald Trump ya kusema kuwa tutakuacha upigane peke yako, mara nyingine ukijiamulia kwenda tu kuanzisha vurugu, tutakuacha upigane peke yako, ni kauli ambayo inamdogosha Israeli, kwa sababu nadharia halisi ya binadamu haipo kwenye kumtisha mtu kitu ambacho anakimudu. Yani unamtisha vipi mtu kwa kitu ambacho anakimudu, lakini una uwezo wa kumtisha mtu kitu ambacho hakimudu. Ndio nadharia halisi ilivyokuwa. Utatishwa kwa kile ambacho unakiogopa. Utatishwa kwa kile kitu ambacho huwezi kukizidi. Utatishwa kwa kile kitu ambacho haukifikii. Ndio nadharia halisi ilivyo. Kwa hiyo kauli ya Donald Trump kuwa tutakuacha uje upigane peke yako ni kauli halisi ambayo inagonga kuwa Israeli akiachwa peke yake manake hawezi kutoboa. Ndio jibu liko hivyo. Lakini haya yote yanakuja wakati kuna kile ambacho kinaonekana kama sintofahamu. Unajua World Cup inaanza siku 2 zijazo nadhani, na kumekuwa na leta rudi nenda ndani ya Marekani, imekuwa na tabu sana. Yani hasa nchi ambazo kuna watu wengi wamenyimwa visa za kuingia. Yani World Cup imegeuka kuwa ni sehemu ya siasa, lakini unashangaa hata FIFA wenyewe wameshindwa kuchukua hatua zozote ambazo Marekani imekuwa akizifanya, yani katika kuvuruga. Yani naweza nikasema ni World Cup ambayo inaweza ikawa haina mvuto kwa namna hii, kwa sababu ndani yake ina misuguano mingi ya kisiasa ambayo imeendelea, na ni World Cup ambayo tutashuhudia sana kuwa harakati za kisiasa zikifanyika sana kwenye viwanja vingi vinavyoendelea. Umeona tu swala la Irani walitakiwa kuchezwa Marekani, lakini Marekani anasema kuwa hawawezi kulala hapa, yani watakuwa wakicheza wakienda Mexico. Kwa tafsiri halisi inakuja kuwa adui wa Marekani ndani ya Irani sio serikali ya Irani, ni wa Irani wote. Na ndio maana ile tafsiri ile ya kuwa ingieni barabarani mchukue serikali yenu hawakuitafsiri vilivyo, kwa sababu baada ya mashambulizi ya awali tu Irani walifahamu rangi halisi ya Marekani na wakajua kabisa huyu sio wa kumtegemea, huyu sio mwenzetu, wala huyu hayuko na sisi, huyu ni adui yetu wote. Ndio maana hawakutii maagizo yoyote ya Donald Trump wala ya Netanyahu, kwa sababu waliona mambo kwa uwazi kuwa hawa sio wenzetu. Ndio maana ya tafsiri hiyo kuwa chuki haiko tu kwa serikali, chuki imevuka mstari, imekwenda mbele zaidi. Sasa niliwahi kuambia kitu kimoja, niliwahi kuambia hivi, kuna mabadiliko makubwa sana yanakuja. Chukulia tu hizi kauli mbili ambazo unaweza kusema kuwa kuna mvutano kati ya Netanyahu na Trump.
inawezekana kukawa kuna mvutano, lakini kuna kile kitu ambacho kinabaki kuwa ushirikiano. Nilizungumza jana wakati nazungumza pale UTV, nikasema kuwa Joe Biden alikuwa na ugomvi na Netanyahu, lakini ilivyokuja swala la Hamas akaingia ndani ya Israel kwa sababu ya Israeli. Yani kuna kile kitu kwa sababu ni Israeli, lakini unaacha maslahi mengine yote unaingia kwa sababu ni Israeli. Inakuwa hivyo. Ni sambamba na anachokifanya Trump, kwa sababu Trump ni mzayuni, anawajibika kwa uzayuni, ndio maana anakuwa Israel. Lakini hivi sasa kuna kile kitu ambacho kinaonekana kwa wazi kuwa kuna mivutano. Hiyo liko wazi, licha ya kuwa kuna ule ushirikiano na kuambia America Israel upo ushirikiano, lakini mivutano ya mitazamo iko wazi. Na jana JD Vance amezungumza wazi, anasema kweli tunao ushirikiano na Israel wa mambo mengi na tuna malengo yanafanana, lakini kuna malengo mengi tunashindana. Yani kuna malengo mengi ambayo tunaenda tofauti. Mfano hili la juzi la kuvuka mstari kuanzisha, ni kweli lilikuwa ni shinikizo la Israeli, inawezekana, lakini Marekani hawezi kumwacha Israeli. Lakini walikuwa kwenye mvutano kwa usifanye nafanya, usifanye bwana nitafanya utavyokuwa. Sasa huyu hawezi kumwacha kwa sababu na yeye yuko kwenye hatari kama inavyokuwa. Huu mvutano unaakisi nini kinakuja mbele? Nilishawaambia wakati bunge linavunjwa, niliwaambia hili ndio chimbo na chaka pekee ambalo amebakiza Netanyahu kujificha. Kwa hiyo hawezi kwenda kwingine zaidi ya kujificha hapa kwenye migogoro, vita, kuanzisha hiki na hiki, na hili halijaishia hapa. Unaweza ukaona kuwa labda Irani wamefanya mashambulizi wakasababisha Israeli aache kufanya mashambulizi ndani ya Lebanoni, ukasema labda kuwa Israeli ataogopa atarudi pembeni. No, hii ndio uhai na maisha ya Netanyahu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa tu leo tu baadaye tena ukaona mashambulizi yametokea, ili Irani ya react tena, ili tuweze kuvuruga na Netanyahu ajiweze kujipanga katika nafasi nzuri ambayo anaitaka, kwa sababu anafahamu ni muda umebaki mchache. Yani muda uliopo kwake sio rafiki tena kuelekea kwenye uchaguzi. Akiendelea kukubaliana na harakati, akiendelea kukubaliana na kile Marekani anakitaka, maana yake inakwenda kumpoteza moja kwa moja. Sasa niliwahi kuambia hapa, nikawaambia kuwa ukitazama uhusiano wa Marekani na Israeli, ipo siku utavunjika. Kuna mtu anakuambia no. Kuna mtu mmoja niliona ameweka comment naambia kuwa Marekani na Israel, anasema Marekani ndio anaitegemea Israel. Sijui alitoa wapi Marekani anategemea Israel. Jamani, Israel imekuwepo kuanzia 1947. Marekani iko miaka 250 iliyopita huko. Marekani tayari wana uhuru. Hii Israel unaoijua wewe, achana na hicho ulichokaririshwa wewe. Israel unaoijua wewe imeanzishwa mwaka 47 kwa mujibu wa andiko la Umoja wa Mataifa, azimio namba 181 ndio lilianzisha Israeli. Kwa hiyo tunapozungumza Israel, tunazungumza Israel from 1947. Hatuzungumzi, kwa sababu hii nchi ilianzishwa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, haikuanzishwa kwa mujibu wa andiko lolote. Kwa hiyo usiniletee andiko lolote. Hakuna andiko lolote lililotumika kuanzisha Israeli. Andiko lililotumika kuanzisha Israeli la kiimani halipo, ila Israeli ilianzishwa kwa andiko la Umoja wa Mataifa, azimio namba 181. Kwa hiyo tunapojadili kuhusu Israeli, tunajadili katika muktadha wa nchi zote ambazo zinaishi katika mkataba wa Umoja wa Mataifa. Hakuna nchi itatolewa kuwekwa pembeni eti kwa sababu tu hii ina historia fulani. Kila nchi ina historia yake. Hakuna nchi inaweza ikabaki kuishi kwenye historia yake katika maandiko yake kusema kuwa sisi tulikuwa hivi. Tunaishi katika utaratibu uliowekwa kisheria kwa nchi zote kutii. Kwa hiyo 181 article ndio ilianzisha Israel. Kwa hiyo tunaanza kuichukua Israel kuanzia mwaka 47. Sasa kuanzia mwaka 47 vita ya pili ya dunia inamalizika. Marekani still ana nguvu. Marekani tayari kaisha wazunguka Ulaya muda mrefu, tayari ana nguvu, anawapa msaada wa kila kitu. Israel ilikuwa wapi? Ilikuwa zero. Sasa leo eti Marekani imepata nguvu kwa sababu ya Israel. Juzi Donald Trump alipokuwa kwenye mkutano wa Davos alisemaje? Alisema kila kitu wanachotumia Israel ni cha kwetu. Hizo Iron Beam ni ya kwetu, hiyo mifumo ni ya kwetu, kila kitu cha kwetu. Mbona Netanyahu hakukanusha? Israel ni jimbo la Marekani lililo pembeni. Unaweza kusema hivyo, ni pekee tu kwa ni siasa inafanya kazi. Sasa niliwahi kuambia kuwa kwa kila kinachoelekea, kwa kila dalili, kuna mabadiliko makubwa sana ya kisera yanakuja, hasa kuhusu masuala ya sera za mambo za nje za Marekani kuelekea Israel. Kutatokea mabadiliko makubwa sana, na hii yote inaakisi mabadiliko ya ndani ya Marekani. Maoni ya umma ya ndani ya Marekani yamebadilika sana dhidi ya Israel, na hilo liko wazi. Leo hii wagombea ambao ndani ya Marekani walikuwa wakijinasibu kwa kujinasibisha na Israel, leo wanazomewa. Ukijinasibisha tu kuwa Israel, wewe unazomewa. Leo hii hauna nafasi hiyo. Hili ni ushahidi kwa sababu Donald Trump amekiri mwaka jana, akasema kuwa miaka ya nyuma haikuwa rahisi kuona mbunge, kuona senator anaweza kukosoa kuhusu Israel. Hamna kiongozi wa serikali ambaye alikuwa anaweza kusema lolote kuhusu Israel. Anasema leo tuna mabadiliko makubwa, watu wanazungumza, watu wanakosoa kuhusu Israel.
iko wazi kuna mabadiliko makubwa, na ukitaka kujua kuna mabadiliko makubwa ya nguvu ya umma wa Marekani, nenda katazame kwenye kampeni za uchaguzi za Zohran Mamdani, ndio utaelewa. Mamdani alijinasibu wazi kabisa kuwa yuko nje ya Israeli, lakini wagombea wengine wote kina Adam Comer na wengine wote walijinasibu kuwa wao ni Wazayuni. Nini kiliwatokea? Zaidi ya dola milioni 200 zilichangwa kwa ajili ya umea tu wa New York, meya wa New York, ili aweze Zohrani kushindwa. Mbona alishinda? Mabadiliko makubwa ya umma wa ndani wa Marekani yanaongea vingine kabisa kuhusu Israeli, na Israeli wanalitambua hilo. Ndio maana mwezi jana nilikuambia hapa kuwa Netanyahu amesema kuwa wanaanzisha mpango baada ya miaka ijayo kuwa hawatohitaji msaada wa Marekani. Baada ya muongo mmoja, anasema baada ya miaka 10 ijayo Israeli haitaki tena kupokea msaada wa Marekani, inataka ijitegemee. Niliwaambia si kweli. Hiyo ni akili tu ambayo inazunguka, kwa sababu maoni ya umma ya Marekani hawakubaliani na kupeleka pesa Israeli. Bado wanaona kuwa tunatumia gharama kubwa kwa Israeli bila faida yoyote. Kwa hiyo nguvu za umma za ndani ndio zinavyozungumza hivyo, hatutaki kuisaidia Israeli. Ndio raia wa Marekani wanavyotaka. Sasa walichofanya hivi sasa, kuna utaratibu mpya umeanzishwa au uko kwenye mchakato wa awali kupitia bunge la chini kwenda kwenye Senate kujaribu kupushi hii ajenda ambayo itaanzisha uhusiano rasmi. Yani huu utakuwa ni uhusiano wa kijeshi tu kati ya Marekani na Israeli. Yani watakuwa katika miradi mingi watakuwa wanafanya kwa pamoja kwa ubia. Yani itakuwa ni ushirikiano wa kijeshi. Yani Israeli anajiconnect kwa Marekani mithili ya NATO walivyo, kama wale washirika wa NATO. Sisi tuna uhusiano wa kijeshi. Kwa hiyo tunakuwa tuna mikataba ya kusaidiana. Yani anachokwepa Israeli hivi sasa ni kile kutangazwa kuwa Israeli inapokea 3.8 billion kwa mwaka. Israeli anapelekewa, sio ameidhinishiwa. Israeli amepewa. Hicho anachokikwepa kwa sababu maoni ya umma yako kinyume chake. Watu hawataki. Kwa hiyo anajipitisha kwa njia ya pembeni kujaribu kushikilia bomba ya Marekani ili azidi kupata usaidizi wa Marekani, kwa sababu nje ya Marekani Israeli hawezi kufanya lolote. Chukua kauli ya Donald Trump anapomwambia kuwa tutakuacha upigane na Irani. Ni kauli pekee ambayo inakupa jibu halisi kabisa tu kuwa kwa nini amtishe hivyo. Anamtisha kwa sababu anajua hawezi. Kama angeweza asingemtisha, kwa sababu unampa fursa, lakini kama unamtisha it means hawezi. Ndio jibu liko hivyo. Yani hakuna kingine ambacho kinachotokea. Sasa haya ndio yaliyojiri leo. Kuna mengi yaliyojiri, lakini nimetaka kuzungumza haya kifupi kwa sababu kuna helikopta ya Marekani ambayo wanasema ilianguka pale Hormuz, japo kwa Irani hawajadai kuiangusha. Mpaka sasa nimejaribu kuangalia vyombo vya habari vya Iran, wanasema hakuna taarifa ambayo wamesema kwa kama wameidondosha, lakini upande wa vyombo vya habari vya magharibi wanasema kuwa ilidondoka, na Donald Trump anasema kuwa marubani wake wako salama mpaka hivi sasa na hakuna lolote. Hakuna maoni mengi yaliyotolewa na Washington kuhusu helikopta hiyo kudondoka, japo kwa alisema tu kuwa ilidondoka pembeni au karibu na Hormuz. Basi ndio iko hivyo. Jamani, niwatakie kila la heri na asanteni sana, shukran sana.